Karibu sana mtazamaji wa Kipepeo Digital. Naitwa Elijah Beyeza, kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi. Kufuatia mvua ambazo zinaendelea kunyesha katika jiji la Dar es Salaam na kusababisha ubovu wa barabara na madaraja mengine kukatika kabisa, nimefanikiwa kuzungumza na meneja wa TARURA mkoa wa Dar es Salaam, anaitwa Engineer Geoffrey Mkinga, naye alikuwa na haya ya kuzungumza. Machache kati ya mengi alozungumza, amezungumzia ubovu wa barabara ya Banana inayoelekea Kitunda, Kivule mpaka Msongora, na pia amegusia maeneo ya Kibebelu. Sambamba na hilo, amegusia ubovu wa barabara ya Mombasa, Mazizini mpaka Bomba Mbili. Geoffrey Mkinga, meneja TARURA mkoa wa Dar es Salaam. Kwa sasa tumekabiliwa na changamoto ya mvua ambazo zinazoendelea kunyesha kwenye mitaa yetu na kwenye barabara zetu, ambapo maeneo mengi yamekuwa yakitiririsha maji barabarani kwa sababu mbalimbali ambazo zipo. Kuna maeneo ambayo watu wametupa taka kwenye mifereji ambayo tumekuwa tukizungumza muda mrefu. Mvua hizi zinapoanza kunyesha, watu wanatoa vifurushi wanatupa barabarani na kwenye mifereji. Kwa hiyo zile taka zinakwenda zinaziba makaravati na maji baadaye yanatembea barabarani, na maeneo mengine sasa sababisha barabara kuchimbika. Kwa hiyo ni changamoto ambazo zimekuwa ziko kwenye maeneo mengi, lakini yako maeneo ambayo yamekatika kutokana sasa na athari hizo ambazo zimetokana na watu kutupa taka kwenye mifereji yetu. Nini tunafanya kwa maeneo ambayo ya vivuko yote ambayo yamekatika, kama kivuko cha Kibebelu pale tumechukua hatua za haraka kwenda kurejeshea mawasiliano kwa kujaza mawe ile eneo, na sasa watu wanaweza kupita. Lakini tuko na eneo la Viwege, nako kulikuwa kuna maeneo ambayo yalikuwa yamekata, tumeshachukua hatua za kurejesha hayo maeneo na watu wanapita. Lakini yako maeneo kama kuna malalamiko maeneo kama Utulivu, barabara inaenda Utulivu kwenda sokoni hapo Kinyerezi. Ya maeneo yale tulikuwa tunafanya marekebisho ya kutengeneza ile barabara kwa kiwango cha zege, lakini tumekutwa na mvua. Sasa wakati wa kudampa kifusi, mvua imenyesha nyingi ambayo ilozidi uwezo, kwa hiyo hatuwezi kutengeneza kwa sasa kwa ile hali. Kwa hiyo tunasubiri mvua ipungue kidogo, ile kifusi kikauke tuweze kufanya hayo matengenezo. Kwa hiyo tunaomba radhi na kuwasihi wananchi waendelee kuvumilia kidogo. Nia ni njema. Matengenezo ile eneo la Utulivu tunataka kutengeneza kwa kiwango cha zege, kwa maana kwamba kuiondoa kwenye kila siku kuja kuweka vifusi na baadaye kinaondolewa na mvua, kwa sababu eneo hilo ni ndogo na halina mifereji ya kutosha. Kwa hiyo tutakwenda kufanya hivyo. Lakini yako maeneo kama ya barabara ya Banana Kitunda Kivule, ni barabara ambayo ina changamoto kubwa, tunaifahamu, ambayo tayari ina mkandarasi kupitia mradi DMVP. Sasa hivi tulikuwa nafanya zoezi la kuondoa ile miundombinu mingine barabarani, hasa ile ya DAWASA na TANESCO na hiyo setting. Kwa hiyo hatua hizo zote zinaenda kufika ukingoni ili mkandarasi aweze kuanza kutengeneza. Lakini tumekwisha kumwagiza kufanyia matengenezo kwenye yale maeneo yote yenye mashimo makubwa ili watu waweze kuendelea kupita wakati ujenzi unapoendelea. Lakini kwa sasa hivi hali ilivyo, huwezi kwenda kuingiza grader na kuchonga tena pale tutatengeneza tope. Kwa hiyo mvua tu zikisimama kidogo, maeneo yote ambayo yana mashimo makubwa tutakwenda kuweka vifusi, ikiwemo barabara ya Mombasa Mazizini, Moshiba, lakini na hizo ina njia ya Kivule na maeneo mengine ya mkoa wetu wa Dar es Salaam ambayo yana changamoto hizo. Tumekwisha kujipanga kuona kwamba sasa tunaainisha maeneo yenye shida, lakini baadaye tutakuja kuyafanyia matengenezo. Mazoea haya ndio ambao tumekuwa tukisema muda wote, mitaro sio jalala. TARURA tuna kauli mbiu yetu, mitaro sio jalala. Lakini pia kuna kauli ya mkoa, safisha pendezesha mkoa wetu. Sasa na sisi TARURA tumeunga hapo, mtaro sio jalala. Kwa watu watambue tu, unapogeuza mtaro kuwa jalala ndio madhara haya sasa ambayo tuna baadaye mwenyewe mtu analalamika kuja kusema barabara imeharibika. Sababu umeutumia mtaro kama jalala, na badala ya kupitisha maji yanakwama na kupita juu ya barabara, na matokeo barabara zinakatika. Kwa hiyo nitoe rai kwa watu wote waone kwamba wanakuwa na yale mabini, vifaa vya kuhifadhia taka, lakini pia visombo kupeleka dampo, baada ya kugeuza mitaro kuwa jalala, ili kupunguza hizi adha ambazo tunazozipata sasa hivi za barabara zetu kuharibika kutokana na mitaro kutokufanya kazi na badala yake ikawa imebeba taka. Lile ambalo wanatembea kwa miguu,
Daraja la Mwanagati ambalo tumepanga kulijenga kwa teknolojia ya mawe, tumekwisha kutangaza zabuni, liko kwenye hatua ya kumpata mkandarasi ambaye atakwenda kulijenga ile daraja kwa kutumia teknolojia ya mawe, ambalo daraja lina zaidi ya mita 60. Kwa hiyo tutakuwa na daraja kubwa pale ambalo litaweza sasa kupitisha magari. Kwa sasa unaona watu wanapita tu kwenye kile kivuko cha watembea kwa miguu, lakini baadaye tutataka magari yapite pale, baada ya kutegemea hii njia ya Buza huku chini watapita pale pale baada ya ujenzi huo kukamilika hilo daraja ambalo tutalijenga kutumia teknolojia ya mawe. Tunaomba tu kupata taarifa zile za maeneo ya barabara ambayo yatakuwa zina changamoto, basi tufahamishane kupitia ofisi zetu za mameneja kwenye wilaya, lakini pia hata kupitia ofisi za watendaji. Kikubwa tu zaidi watu tuwe waangalifu wakati huu wa masika, hasa maeneo ya madaraja. Kama kuna jambo lolote basi tuweze kupeana taarifa za mapema, lakini sisi kama taasisi, yani kama TARURA, tumeshachukua hatua, tunafanya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye madaraja yetu kuona kwamba madaraja yanakuwa salama wakati wote, na hadi sasa hivi hatuna taarifa za madaraja mengi kukatika, tofauti na maeneo yale mawili kama ambayo nimesemea awali, pale eneo Viwege na pale eneo la Kibebero, ambao nayo yote tumekwisha kuyatengeneza. Lakini kama kutatokea mahala ambako kuna daraja inaonyesha dalili, basi tupeane taarifa mapema, lakini na sisi pia tuko kazini. Tunazunguka saa hizi muda wote maeneo ambayo yana viashiria vya kukatika kwa barabara ama kwa namna moja nyingine kuzidiwa kwa maji, basi tunachukua hatua kwa mapema. Tumeshajipanga na wakandarasi ambao wako site tayari kwa ajili ya kuattend maeneo yote ambayo watakuwa na shida hizo, ili shughuli za usafiri na usafirishaji ndani ya mkoa wetu zisikwame. Miradi ile ambayo iliyotangazwa, miradi ya DMDP, ni miradi ya uboreshaji wa jiji la Dar es Salaam. Miradi ile inakwenda kuboresha barabara zinazounganisha wilaya na wilaya moja na kata na kata nyingine, hasa zile ambazo zinazotumiwa na watu wengi. Kama mnafahamu kwa wetu Dar es Salaam ni kwamba watu wanaoishi wilaya moja wanafanya kazi wilaya nyingine, na wanaoishi wilaya hii nyingine ambao wanakuja kufanya kazi yao wanaenda kule. Kwa hiyo wanahitaji kuwa mobile. Kuna mwingiliano mkubwa. Kwa hiyo hizo barabara zote zinakwenda kusanifiwa na kujengwa, zimesanifiwa, lakini pia zinakwenda kujengwa kwa kiwango kama ambavyo DMDP awamu ya kwanza ilivyokuwa inaonekana, na sasa inakwenda kuwa iliyoboreshwa zaidi. Kwa hiyo barabara hizo zitakuwa zina njia ya watembea kwa miguu, zitakuwa zina taa, lakini pia na masuala ya usalama kwa watumiaji wa barabara. Masuala yote ya usalama kwa watumiaji wa barabara, kwa maana ya vile alama za barabarani, vivuko, kama hivyo, vyote vinakwenda kuwepo kwenye hizo barabara ambazo zinajengwa kwenye kiwango cha 3 to 4 star roads. Kwa hiyo zitakuwa nzuri kama zile ambazo umeweza kuzisema, zitakuwa nzuri zaidi. Ndio matarajio ya serikali. Asante sana mtazamaji, bila shaka umeweza kumsikiliza. Ulikuwa nami, naitwa Elijah Beyeza. Kufikia hapo sina la ziada na kuomba usiache kusubscribe. Jina langu ni Mwajab Sadi. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata katika chaneli yetu pendwa ya Kipepeo Digital. Na hii ni Bahasha Mkononi. Bye bye.